Kazi yetu sisi hapa leo ni kuja kuwanadi viongozi wetu, na kazi yetu kubwa ya Oktoba 29 kuwachagua viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi. Safari hii Mpendae tumeleta vijana wenye nguvu ya kufanya kazi, vijana wanopenda maendeleo, vijana wanopenda watu, vijana ambao wanakuja mambo mapya. Wametoka 2025 wanakuja 25-30. Kwa hiyo ndugu viongozi, ndugu wanachama, watawaleta hapa, hawa ndio viongozi wa Mpendae. Take usitake, ndio watakuwa mbunge wa Mpendae, ndio watakaowakilisha Mpendae kutoka Chama cha Mapinduzi. Tunasema hayo kwa sababu tunazo sababu za kusemea. Ni viongozi ambao wako tayari kufanya kazi kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025-30. Na jitihada hiyo wanayo na uwezo huo wanao. Kwa hiyo kazi yetu ya leo hapa ni kuwaleta waje kusema wenyewe ambaye watakufanyieni kipindi cha miaka 5. Na uzuri wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, wanaoyasema ni wanaweza kuyatekeleza. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi ilani yao wanaitekeleza, na mambo ambayo mnataka nyinyi viongozi, mnataka nyinyi wanachama, wako tayari kuyatekeleza. Na viongozi kama hao hawapatikani kokote, wanapatikana ndani ya Chama cha Mapinduzi. Nichukue fursa hii kuwaomba sana wanampendae, tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa dola. Uchaguzi wetu kwa mujibu wa katiba ya nchi utaanza tarehe 28. Ni wanasi sana wanampendae, wale ambao hawatahusika na upigaji wa kura wa tarehe 28 wabaki nyumbani, waendelee na shughuli zao. Uchaguzi wa wote utakuwa tarehe 29 Oktoba. Ni wanasi tena wale ambao kwa mujibu wa sheria wamekosa sifa za kwenda kupiga kura, wabaki majumbani kwao, wasubiri kusherehekea ushindi wa CCM. Napenda kuwapa taarifa kwa katika jimbo letu la Mpendae kuna barabara 32 za ndani ya jimbo ambazo Dr. Hussein Ali Mwinyi amelifanya, na ana dhamira ya kuja kuzimaliza barabara 7 ambazo zimemaliza ndani ya jimbo la Mpendae. Pile napenda kumtaarifuni, kuna shule ya Migombani ambaye baada ya uchaguzi, na kama tutatupa kura nyingi pamoja na rais wetu kipenzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, inakuja kuvunjwa na kutengenezwa ghorofa.